Naitwa mhifadhi mwandamizi Themistocles Martin Bita, nasimamia kitengo cha utalii katika hifadhi hii ya Nyerere. Tukiongelea hifadhi ya taifa Nyerere, tunaongelea hifadhi kubwa kuliko zote Afrika. Hifadhi hii ina kilomita za mraba 29,276. Unaweza kuona ni eneo kubwa kabisa lililohifadhiwa katika bara letu la Afrika kuliko maeneo mengine yote. Lakini nitaka tu niongelee namna ambavyo Mtanzania mwenzangu unaweza kuifikiaje sasa hifadhi ya taifa ya Nyerere. Hifadhi ya Nyerere inafikika katika namna tatu. Unaweza kuifikia kwa njia ya anga, lakini pia unaweza kuifikia kwa njia ya barabara ambazo zimegawanyika katika namna mbili. Namna ya kwanza, utatokea katika mji wa Morogoro na hasa kwenye lile eneo linaitwa Bigwa, utakuja njia ya Matombo Kisaki, unaingilia geti linaitwa Matambwe. Hapo unakuwa umetumia kilomita 161 toka Morogoro mjini mpaka geti la Matambwe. Lakini namna nyingine, unaweza kutokea mji mkubwa wa kibiashara ambao kila mmoja Mtanzania pengine anaofahamu, mji wa Dar es Salaam ambalo ni jiji. Unatokea pale jijini, unapitia Kisarawe, unakuja njia ya Mloka, unaingia kwenye geti linaitwa Mtemere, unakuwa umefika vizuri katika hifadhi ya taifa ya Nyerere, na hapo ni mwendo wa kilomita 160. Shughuli ambazo zinaweza kufanyika katika hifadhi ya taifa ya Nyerere kwa maana ya shughuli za utalii, kuna utalii wa kuangalia vivutio ukiwa ndani ya gari. Hii ni almaarufu game drive, ambapo unakuwa ndani ya gari yako la mstarehe, unakunywa soda yako, unamung'unya kapipi kako, huku unaangalia wanyamapori, unaenjoy asili na vivutio ambavyo Mwenyezi Mungu ametujalia kuwa navyo hapa Tanzania katika hifadhi ya taifa Nyerere. Lakini pia shughuli nyingine unayoweza kuifanya ni utalii wa kutembea kwa miguu. Unaweza kutembea kwa miguu, wenyewe kwa lugha ya nje wanasema get close to the nature. Unapata nafasi ya kuangalia vivutio ukiwa na askari wa kukusindikiza, akiwa anafanya kazi mbili. Kwanza anaangalia usalama wako kama mgeni, lakini pia anatafsiri vivutio ambavyo mnakuwa mnapitia mnavyokuwa kwenye ile njia ya mnayoitumia kutembea kwa miguu. Na shughuli nyingine inayofanyika katika hifadhi ya taifa ya Nyerere hapa sasa ziko mbili kwa maana za shughuli ya utalii wa kwenye maji. Tunafanya utalii wa boating. Utalii huu ni pale ambapo unakaa kwenye boti, unavaa boya lako, unazunguka kwenye maji. Sisi tuna vyanzo vya maji hapa, tuna bwawa la Mwalimu Nyerere, tuna maziwa kama Nzerekera, Manze, Siwandu, Mto Rufiji, tuna maeneo mengine ya mito kama Mto Ruaha na Kilombero. Kwa hiyo tuna maeneo mengi ambayo yana maji mengi, ambapo ukiwa mle ndani ya boti, whether unapita tu kuangalia vivutio au unafanya uvuvi wa kitalii, inawezekana kabisa. Kwa wale ambao wanataka kupata uzoefu wa namna ya kumtoa samaki kutoka kwenye maji, unaona umevua kilo ngapi, tunakupimia uzito pale, unaenjoy, unakuwa umefanya kitu tofauti katika maisha yako. Hifadhi ya taifa ya Nyerere ina maajabu mengi. Na sio tu, tuna utalii wa kuangalia vivutio wakati wa usiku. Kuna wanyama ambao wanajificha, tunasema shy animals. Kwa hiyo wao wanakuwa active usiku na shughuli zao mara nyingi wanafanya usiku. Sasa kwa Nyerere tuna night game drive. Wewe mchana unaweza ukawa umepumzika, unafanya shughuli zako zingine, ikifika usiku, wakati sisi tunaingia kwenda kukuonyesha hivyo vivutio, wewe unakuwa unaenjoy na kupumzika, unaangalia wanyama kama chui ambao mara nyingi usiku pia wanakuwa active, kama simba wanakuwa active, na wanyama wengine ambao kwa kweli wakati wa usiku ndio unaweza kuwaona kirahisi. Kwa hiyo hifadhi ya taifa ya Nyerere pamoja na ukubwa wake, lakini ina maajabu mengi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha tena Watanzania katika hifadhi yetu hii ya Nyerere. Niongelee tena kuhusiana na viwanja vya ndege. Nyerere ina viwanja vya ndege visivyopungua 8. Kwa hiyo kokote utakakotoka duniani hapa, kwanza kikubwa utaanzia uwanja
wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, wanaita JNIA pale Dar es Salaam. Ukitoka Julius Nyerere International Airport unakuja Nyerere National Park ambako ndo hapa. Kwa hiyo unakuwa umeunganisha Nyerere kwa maana umeenjoy, lakini the Nyereres, yani umemuenzi baba wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na ndio ilikuwa sababu ya hifadhi hii kuanzishwa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha watu wote wa Tanzania, watu wote wa Afrika na dunia nzima kuitembelea hifadhi ya taifa Nyerere. Karibuni sana hifadhi yetu ya taifa Nyerere.